cha Mathayo 17 mstari ule wa 21 ni msingi wa maombi ili Mungu aweze kuonekana na kujitukuza katika maisha yetu. Amen. Anasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Miaka mingi iliyopita alizaliwa mwokozi wa hii dunia zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Lakini baada ya kufika kwenye umri ule wa kufanya kazi ya Mungu, alipofikia miaka 30 aliwachagua mitume 12. Lakini kuna namna ambavyo alijua kufanya na kuna namna alivyojua kuishi. Kuna mahali Petro na wanafunzi wenzake walikutana na mama mmoja ana mtoto na kifafa. Katika kuomba waliomba ikashindikana na lile pepo likashindikana kutoka la kifafa. Hasa wakati wamekaa katika kikao wakimuuliza Yesu kwa nini tulimwombea haikuwezekana, ndio Yesu anawapa majibu yake pale. Anasema kwa namna hii haiwezekani isipokuwa katika kuomba na kufunga. Katika kuomba na kufanyaje? Na kufunga. Kuna aina ya changamoto za mwanadamu hawezi kuzishinda isipokuwa awe ni mwana maombi, awe ni mtu anayeweza kuwa ni mtu wa kufunga mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na katika kanuni za kufunga atuambii tufunge tu kwamba mara moja kwa mwaka. Kufunga ni ibada maalum inayojitegemea, lakini pia ni ibada inayoongeza uwezo wa mtu katika nafsi na roho na mwili pia. Lakini Biblia inatufundisha katika kufunga, mtu aliyefunga kwanza ni mnyenyekevu. Lakini pia mtu aliyefunga ni mtu anayemsogelea Mungu karibu. Lakini pia mtu aliyefunga ni mtu ambaye anamsogeza Mungu karibu kuliko mwanadamu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku zote ukitaka kuona uwepo wa Mungu lazima ujifunze kufunga. Kwa watu wanaofunga wana uwepo wa Mungu sana, na ni watu ambao wanaweza kuita Mungu wakati wowote mahali popote na Mungu akawaitikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ni vitu ambavyo lazima ujipangie na lazima pia Mungu akupangie kwamba unaweza ukafanya nini katika wakati gani na majira gani ili Mungu aweze kujitukuza katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema kwa namna hii haiwezekani. Kwa hiyo kuna aina ya level ya vifungo kama mama unahitaji kumsaidia mtoto wako, kumsaidia mume wako. Kuna wakati lazima ujipe mfungo wa emergency. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mfungo unaweza usifunge tu siku kavu. Unaweza kaamua kwamba mimi nafunga labda siku 3 kavu lakini nakunywa maji, au inapofika jioni napata chakula laini kwa ajili ya kusupport. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa kadiri ambavyo Mungu anakuongoza. Kuna watu kama mimi naweza nikapiga hata siku 7 kavu wala sioni hatari na usingizi unakuja vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufa sifi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Kuna wakati naweza nikaamua kujifungia chumbani kwamba sasa funga funguo naenda nao. Siku ya 7 ndo mnitoe chumbani. Inawezekana kwa sababu kuna level nimeshafikia. Yaani mwili wangu ulishatiishwa na Mungu kwa sababu Mungu amenipa uwezo na nguvu ambayo sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa watu ambao wanaanza tunaweza tukawaingiza kwenye mfungo wa siku 3 masaa 12. Masaa 12. Lengo kubwa ni kumfanya nyenyekee lakini pia apate kwa ajili ya maisha yake. Kwa sababu unapofunga ufungi kwa ajili ya Mungu au ufungi kwa ajili ya Pastor Eric. Unafunga kwa ajili yako ili Mungu akujaze baraka ambazo unazitamani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema kwa namna hii haiwezekani. Maana Mungu alimjua Petro kwamba alikuwa ni mtu ambaye kuomba na kuwa mvivu saa nyingine, lakini pia aliwajua wanafunzi wake saa nyingine kufunga wawezi, wanapenda kula muda wote. Mtu anayependa kula muda wote ni ngumu sana kuwa na Mungu katika level ya juu, kwa sababu level zimetofautishana duniani. Kuna level ya kawaida ya watu wote ambao Mungu anawajua watu wote. Alafu kuna level ya kati ya watu ambao wanamtafuta Mungu afu anaachia. Misili ya zile mbegu ambazo aliona Yesu anarusha mbegu njiani kwenye miba na kadhalika na kadhalika. Lakini pia kuna level ya juu sana ya watu ambao wao muda wote hata ukimwamsha usingizini alikuwa anaota yuko kwenye kazi ya Mungu, kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Kwa kuna aina ya level tutajifunza nadhani kwenye maombi ya siku 3 aina ya level za watu jinsi ambavyo wametofautishwa, huyo yuko katika level hii na level hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia kitabu cha Zaburi sura ile ya 11 mstari wa 3 pia na hilo neno litakusaidia pia.
Zaburi sura ile ya 11 mstari ule wa 3, tunaweka msingi kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio anasemaje? Anasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Unatamani ukipiga magoti mahitaji yako Mungu ayajibu, lakini pia unahitaji na kutamani kwamba ukipiga magoti Mungu akusikie na afanye sawa sawa na maombi yako na mapenzi yako. Ni jambo jema kabisa, maana Mungu ameturuhusu katika mambo mengi kwamba ombeni mtakalo nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata, tafuteni nanyi mtaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni vitu ambavyo vipo, ni kanuni, kwa sababu ni sheria ambayo imeruhusiwa kuwepo duniani na tunaishi hiyo sheria na tumekuwa tukimwomba Mungu anatupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfano nina binti yangu hapa, mtoto wangu wa kwanza, usimama juu binti yangu. Jana nilikuwa sijaona matokeo, lakini niko madhabahuni Mungu ananiambia naye amepata division 1. Naye amepata nini? Division 1. Yaani niko madhabahuni, ukiwa mwana maombi unakuwa na information nyingi. Unaona? Sasa ile namaliza, Mungu ameshaniambia madhabahuni unamwombeaga apate division 1 kila mtihani. Na hii waliofanya ya kanda ya Ziwa naye amepata division 1. Kwa sababu ni mtihani pia wa muhimu. Unaona? Sasa wakati niko madhabahuni napewa information hiyo, tayari mkasikia nataja wakati anashuhudia yule binti aliyepata division 1 pia. Mnamkumbuka binti yake na huyu dada yetu huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia mkumbatie pia. Lakini naingia ofisini anaangalia kwenye matokeo kwenye namba yake ya mtihani, kapata division 1 ya 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake yuko vizuri. Lakini hicho kitu huwezi kukipata. Yaani huwezi kupata matokeo ya mtu ya kitu pasipokuwa rohoni. Yaani mtu ambaye yuko rohoni anajua mpaka kitu chako utakachokipata kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa binti yangu. Haleluya. Sasa ni vitu ambavyo anasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Maana yake wewe ni mwenye haki. Ni mwenye haki. Lakini mwenye haki asipojiwekea msingi mzuri, vitu vyake vinavurugwa, vitu vyake vinaharibika au vitu vyake vinaharibiwa. Anayeweza kuweka msingi ni mwanadamu kabla ya Mungu. Maana Mungu alishakuweka wewe duniani. Wewe ni msingi, unatembea, unaishi. Sasa katika msingi wa maisha unataka uishi maisha aina gani? Upate nini? Kije kitu gani? Maana yake inakuhitaji wewe. Inakuhitaji nini? Inakuhitaji wewe. Ndio maana Biblia inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika. Kumbe mwanadamu anaweza kujiwekea msingi ambao kwamba natamani kuishi katika iki na iki. Kile kitu ambacho unakitamani lazima ukitengenezee utaratibu, ukitengenezee formula, alafu uweze kuishi miaka yote, muda wote, wakati wote, siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa katika eneo hilo ndipo utakapomuona Mungu anasema kama misingi ikiharibika mwenye yake atafanyaje? Mfano, tuko mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa kuweka msingi wa miezi 11. Usipoweka msingi mzuri mwezi wa kwanza, tegemea kitakachotokea kwenye miezi ndani ya mwaka 2026 ukipokee kama ni kibaya. Kwa sababu anayeweka msingi ndiye anayemiliki miezi na mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni kanuni. Ndio maana kila mwezi wakati tunafunga siku 3, hatufungi kwa ajili ya kujishindisha njaa. Tunafunga kwa ajili ya kwamba kuna kitu Mungu akifanye kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya baraka zetu na kwa ajili ya kesho yetu. Ili upokee unachokihitaji, kuna wakati lazima ujinyime kitu fulani. Nikwambia neno moja kwamba kubali kupoteza kitu kizuri ili upate kitu kizuri zaidi. Poteza chakula kwa masaa kadhaa, kwa siku kadhaa, ili upate kitu kikubwa zaidi ambacho ni zaidi ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu unaweza ukafunga siku 3 hapo kainuka na kazi. Kazi ni zaidi ya chakula, maana ndani yake kuna chakula pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Wewe ni mwenye haki. Mbingu zinakutambua ni mwenye haki. Yaani ukisoma katika Biblia mara nyingi imeongelea mwenye haki ni nani? Ni mwanadamu. Biblia inataja mwenye haki ni mwanadamu. Lakini mwenye haki atafanya nini kama hajaweka msingi? Unahitaji kushinda vita ya kiroho ya aina fulani, lazima ujiwekee msingi ambao wengine walishindwa. Huenda babaka alishindwa, mama alishindwa, ndugu zako walishindwa. Anza kubadilisha
msingi uliowashinda wao ubomoe, jenga msingi imara ambao utakufanya wewe kubadilisha historia ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wako umewazaa, kuna baadhi ya vitu unaona viko sawa. Wewe mama shughulika, wewe baba shughulika. Baba akishughulika na watoto wake au uzao wake, kuna kitu kinafanyika. Wengine bado mna bahati, mna wazazi wenu wote wako duniani. Una uwezo wewe wazazi wako ukawaambia kwamba fanya 1 2 3, au wewe mwenyewe ukabadilisha historia ya wazazi wao. Mwingine wameshakufa wote. Wewe unaweza kubadilisha, ukavaa nini? Ukavaa viatu vyao, kwamba navaa viatu vya baba, navaa viatu vya mama, kwa sababu ni damu yangu wao. Ni damu yangu wao, ni mifupa yangu wao. Maana mifupa ya baba na mama ndio iliyokuzaa wewe. Damu ya baba na mama ilipochanganyikana ukazaliwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unavaa viatu vyao, unaanza kubadilisha system. Kama ni mbaya ulizishuhudia, badilisha, alafu ingia sasa katika kitu ambacho unakihitaji. Kitaje, kiandike, afu dili nacho katika wakati, omba katika wakati. Hakuna kinachomshinda Mungu. Sema amina. Zaburi niliwapatia, Zaburi ya 130 mstari wa kwanza na kuendelea, kwamba ni Zaburi ambayo mtakuwa mnaiomba saa 7 usiku, alafu saa 11 alfajiri mnainuka na andiko lingine, mnakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio anasemaje hapo? Tusomee hapo. Anasema, Bwana, Bwana, toka vilindini nimekulilia. Toka vilindini nimekulilia. Sikiliza vizuri hapo. Toka vilindini nimekulilia. Biblia inapoongelea neno kilindi, maana yake inaongelea moyo ambao umenyenyekea, alafu maombi yanayotoka rohoni. Unajua kuna mtu ambaye anaomba mwilini. Mimi mkiwa mnaomba hapa naweza nikajua huyu mama, huyu kaka, huyu baba anaomba mdomoni, aombi rohoni. Najua vizuri sana. Yaani mimi naweza nikakaa na wewe au nikakusikiliza unaomba, hata kama niko ofisini. Ninajua huyu anayeomba yuko mwilini, hayuko rohoni. Najua. Kwa kuna level ya kujua kwamba huyu mtu maombi yake yanatoka kwenye vilindi vya moyo wake, vilindi vya nafsi yake. Alafu kuna mtu unajua huyu anaomba tu kama vile ilivyo desturi, kwa sababu anajua kutamka maombi ya aina fulani, anaomba, lakini huyu majibu yake ni ngumu sana kuyapokea katika maombi anayoomba. Anasema, Bwana, nimekulilia toka vilindi vya nini? Toka vilindini nimekulilia. Anasema toka vilindini nimefanyaje? Nimekulilia. Toka vilindini nimekulilia. Toka vilindini. Kutoka vilindini maana yake mtu aliyefunga maombi yake anayapushi kutoka rohoni. Umeelewa? Ukitaka uingie kwenye vilindi, ukitaka utoe maombi vilindini, funga. Maana mtu aliyefunga ni mnyenyekevu. Ni nini? Ni mnyenyekevu, ni mtulivu. Akipiga maombi sawa sawa, matokeo yake yanakuja namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Zaburi 100 na ngapi hiyo? 130. 130. Mstari wa kwanza anasemaje? Rudia tena afunganisha. Anasema, Bwana, Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana, Bwana, uisikie sauti yangu. Uisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize sauti ya dua zangu. Na yaisikilize sauti ya dua zangu. Dua ni kitu ambacho kimecombine maombi. Unaposikia neno dua sio neno la kawaida, au maombi sio dua la kawaida. Maana yake kwamba dua ni vile vitu ambavyo unavihitaji, ni mahitaji. Yaani kama una hitaji maana una dua wewe. Umeelewa? Kama una mahitaji maana una dua. Kama una mahitaji maana yake una maombi. Kwa unaposikia neno dua maana yake ni vile vipengele vya maombi yako unavyovihitaji Mungu avijibu. Ndio maana ya dua. Bwana Yesu asifiwe sana. Dua sio tu kuombaomba tu naomba, ni mahitaji yako uliyoyapangilia unayohitaji Mungu ayazae, ayazarishe, ayazidishe, ayajibu, ayalete, akupe matokeo. Maana yake ni vipengele. Yaani ni vitu ambavyo ulimuomba Mungu, vinaitwa dua au maombi. Ndio maana unasikia Ezekia alipougua, maandiko yanasema alimlilia Mungu naye akafanyaje? Akamsikia. Alimlilia Mungu naye akafanyaje? Akamsikia. Ezekia alipougua alimlilia Mungu naye akafanyaje? Akamsikia. Maana yake kuna maneno yalimshawishi Mungu amuongezee miaka 15 ya kuishi tena. Hasa hata wewe pia unaweza kumlilia Mungu akupe hitaji la maombi yako, hitaji la dua yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Anaendelea anasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu. Ndio. Bwana, Bwana, nani angesimama? Nani angesimama?
Kama Mungu angesema tu kila wakati akaa amekumbuka maovu yetu kama tunavyokumbukaga maovu yetu, nani angesimama? Mungu anasamehe sekunde moja, anasahau sekunde moja. Dakika moja anasahau, dakika moja anaponya na anasamehe. Ndio maana mmeomba rehema mahali hapa. Sasa ukitaka umuone Mungu katika maombi ya siku 3, usiendelee kujitafakrisha yale makosa yako ya mwaka jana. Usikae kutafakari changamoto zako ambazo ulizipitia, dhambi zako ulizozipitia. Ukishasamehewa, amini umesamehewa. Maombi ya Mungu hayajibiwi kwa mtu anayekumbuka ya zamani. Ukikaa kukumbuka shida, huzuni, matatizo ya zamani, kwenye maombi yako unasindikiza wengine. Watu wanaoomba waga wakumbuki nyuma, wanasonga mbele. Wanasonga nini? Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Mungu waga arudi nyuma. Ukirudi nyuma, maana yake unajirudisha mwanzo kwenye tatizo. Unapopiga magoti kuomba, ona tayari umeshapokea msamaha, ona mahitaji yako yanaenda kufanyaje? Yanaenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema utanisikia kutoka vilindi, kutoka vilindini. Sasa tunaenda kuomba. Tutakuwa na muda mchache sana wa maombi. Maombi sio kuomba kujichosha sana. Maombi ni kuomba katika roho na kweli. Maandiko yanasema wale waabudu halisi wapaswa kumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Neno kuabudu maana yake ni kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kuyatoa mahitaji yako, roho yako, maombi yako ndani ili yamguse Mungu. Mtu aliyefunga yuko na Mungu permanent, au ni partners wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ulipo umeunganika na Mungu. Sasa usiruhusu mawazo mabaya, usiruhusu visasi ndani yako, usikae na watu. Jana mlikuwepo hapo naona binti mmoja anamtolea unabii kwa habari ya mama yake, namuita mbele. Wakati anatoa sadaka pale, Mungu ananiambia, unaona watu 3 wanapitia kwa hiyo mtu uliyemuona hapo ni mama yake. Kwa hiyo yeye na mama yake hawasemi pamoja vizuri. Sasa muito msaidie. Mliona hapa mbio kuwepo jana hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kama utatua vile, maana yake huwezi kwenda pale. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kawa ni mtihani kwenye maisha yako ili wakucheleweshe kupokea baraka. Ukiendelea kuwashikilia bila kuwatua au kuwasamehe, maana yake wewe huwezi kupokea majibu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoomba usiwe na jambo lolote. Na maana Biblia inasema kama uko mahali hapo umekuja kuomba, Biblia inavyotuambia, weka sadaka yako madhabahuni, nenda ukapatane na yule uliyokosana naye, alafu rudi madhabahuni, piga magoti, omba, ndipo Mungu atakapokusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna mtu amekukosea, hata kama kosa la aina gani, samehe. Ana mbingu ya kukupeleka mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuwa na moyo safi, moyo mweupe, roho nzuri, ili maombi yako yapate pa kukaa. Toa ili Mungu aweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Toa ili Mungu afanyeje? Ili Mungu aweke. Toa vitu vibaya ili Mungu aweke majibu yako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi mko tayari kutoa ili Mungu aweke? Jipigie makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Nimepita kwenye shule moja. Hiyo shule ni ngumu sana. Ni shule ya kuomba na kujibiwa. Hiyo shule ya kuomba na kujibiwa, katika watu 100 mnaweza mkatoka watu 7 au watu 3. Ni hatari sana. Tulipita kwenye hiyo shule, inahitaji, yani mnapita kwenye hiyo masomo, alafu mnatengwa, alafu mnaomba, alafu nitakuwa itokea ishara. Kuna wakati kwenye testi ya kwanza ishara ilitokea kwa mtu mmoja tu ambaye ndo mimi. Maana mwalimu alikuwa anatufundisha kwa habari ya kwamba mtakuwa muombe, alafu ishara itokee. Niliwahi kuambia neno moja, niliwahi kuomba Mungu nataka ishara, alafu mvua ikanyesha mahali nilipo mimi peke yangu. Yani kama mvua inanyesha kwenye hii beseni tu peke yake. Kwenye nini? Kwenye hii beseni. Sasa wakabaki wanashangaa. Kwa hiyo inaitwa maombi ya kuomba na kupokea. Hayo maombi yanahitaji kwanza ujihakiki sana, ujihakikishe sana, alafu hakikishe kwamba hauna kitu ambacho ni kikwazo baina yako na Mungu. Katika mtu, katika watu, katika vitu, katika mawazo. Yani akili imezama kwa Mungu, inamwaza Mungu, alafu inawaza unachokifanya wakati huo peke yake. Au wazi kwa habari ya watoto, wazi kwa habari ya mke, wazi kwa habari ya chakula, wazi kwa ajili ya rafiki, wazi kwa ajili ya makosa. Yani unadili na kitu kimoja.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hayo yanaitwa maombi ya Elia. Maombi ya nani? Ya Elia. Maandiko yanasema alitamka maneno yasiyopungua 60, mvua ikafanyaje? Moto kafanyaje? Moto kashuka. Na wakati anaita mvua irudi baada ya miaka 3 na point, maandiko yanasema kutamka maneno mengi, maombi tu. Alafu anamwambia mwenzake, nenda kaangalie, je, kuna wingu limekamata juu? Akamletea majibu akasema kuna kawingu kama ngumi. Akasema hako kanatosha kunyesha mvua katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hata wewe mwenyewe katika uwezo ulionao unatosha na kujitosha kumuita Mungu naye akakuitikia siku ya leo. Jipigie makofi mazuri. Sasa hivi saa 11 dakika 17. 11 dakika 17. Simama juu kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Tumia muda wako vizuri. Usamini muda wako vizuri. Amina watu wa Mungu. Amen.